Makundi manne ya tabia za binadamu. Kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia makundi makuu manne ya tabia za binadamu. Wataalamu wa mambo ya saikolojia na maumbile wamezisoma tabia mbalimbali za binadamu na hatimaye wamewagawanya binadamu katika makundi makuu manne yenye kategoria kuu mbili, ambao kategoria hizo kuna introvert na extrovert. Kwenye hii kategoria ya introvert, hawa ni watu wenye uwezo mkubwa kiakili na wanatafakari mambo kwa kina. Na katika kategori hii ya introvert kuna makundi makuu mawili, kuna melancholy lakini pia kuna phlegmatic. Lakini kategoria ya pili kuna extrovert. Extrovert hawa ni watu wenye uwezo wa kawaida kiakili na hawana tafakari za kina katika mambo yao. Na katika kategoria hii ya extrovert kuna makundi mawili, kuna sanguine na choleric. Kwa hiyo jumla tunapata makundi makuu manne ya binadamu, kuna melancholy, kuna phlegmatic, kuna choleric na kuna sanguine. Sasa hapa tuangalie tabia za kila kundi na mienendo yao. Tuanze na melancholy. Melancholy, watu wa kundi hili, wanaume kwa wanawake, wana sifa zifuatazo kwenye hili kundi la melancholy. Watu ambao wana sifa ya melancholy wana uwezo mkubwa kiakili. Yaani watu wa kundi hili waga wanakuwa wana uwezo mkubwa kiakili, tunaita high intelligence quotient. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao wako kwenye kundi hili la melancholy ni wagunduzi wa mambo makubwa ya kisayansi. Ni watu ambao asilimia kubwa watu ambao wamegundua vitu vikubwa vya kisayansi wametokea kwenye kundi hili la melancholy. Lakini sifa ya tatu ya watu ambao kwenye kundi hili la melancholy, wanamudu vizuri masomo ya sayansi na hesabu. Ni watu ambao wanakuwa vizuri sana kwenye masomo ya sayansi na hesabu. Lakini sifa nyingine ya kundi hili la melancholy ni watu ambao wako polepole na sio wa maneno mengi. Ni watu ambao ni wapole na wasio na maneno mengi. Ni watu ambao ni wapole na hawana maneno mengi. Lakini pia sifa nyingine ya melancholy, wana hisia kali za upendo na ni kundi linalosadikika kuwa na upendo wa dhati. Katika kundi hili la melancholy ni watu ambao wanakuwa na upendo wa kweli na ni kundi ambalo linasadikika kuwa na upendo wa dhati kabisa. Lakini pia sifa nyingine ya melancholy, wanajali sana wenzao hasa wanapokuwa katika shida na matatizo. Ndio maana hawa huwa waombaji, wana maombi wazuri sana kiimani. Ni watu ambao wanakuwa wanawajali wenzao wanapokuwa kwenye shida, wanajisikia kuwasaidia, wanawasaidia, wanajitoa kwa ajili yao. Lakini pia sifa nyingine ya kundi la watu ambao kwenye kundi la melancholy, wana huruma sana na hawapendi kuona wengine wakionewa. Ni watu ambao wanakuwa na huruma sana, hawapendi kuona watu wengine wakionewa. Lakini pia sifa ya kundi la melancholy, watu ambao kwenye kundi la melancholy ni watu ambao wanajitolea kwa haraka na kwa dhati katika mambo ya wengine. Ni watu ambao wanapenda kujitolea kwa dhati katika mambo ya wengine. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi la melancholy, huondoa uchungu wao kwa machozi, wakiumizwa kulia haraka, hasa kwa upande wa wanawake au wasichana. Ni watu ambao wenyewe ikitokea umemuumiza, ni mtu ambaye anakuwa analia sana, yani anaondoa uchungu wake kwa kulia sana. Akilia sana ndo anakuwa sawa. Kwa hiyo ukimuuzi mtu ambaye yupo katika hili kundi la melancholy, ni watu ambao wanaondoa uchungu wao kwa machozi. Yaani ikitokea ameumizwa hulia haraka, hasa kwa upande wa wanawake na wasichana. Lakini sifa nyingine ya kundi hili la melancholy, hawajiamini kwa mambo wanayoyafanya. Hata wakiwa darasani si wepesi wa kunyosha vidole ili kujibu maswali. Ni watu ambao wanakuwa hawajiamini kwa mambo wanayoyafanya. Unaweza kawa darasani kuna kitu anaweza kawa anakijua, kwa mfano labda yuko darasani, kuna jambo anaweza kawa analijua, si mwepesi kunyosha mkono. Kwa hiyo ni watu ambao hawajiamini kwa mambo wanayoyafanya. Lakini pia sifa nyingine ya melancholy, wanahesabu kushindwa kuliko kufanikiwa. Mfano, akitaka kuanzisha duka, badala ya kuwaza itakuwaje nikipata faida, wanakuwa wanawaza itakuwaje kama duka likiibiwa ama kuungua moto. Kwa maswali hayo anajikuta hata anafikia katika uamuzi wa kuahirisha au kuanzisha huo mradi. Kwa hiyo ni watu ambao wanahesabu kushindwa kuliko kufanikiwa. Yaani unakuta labda watu ambao kwenye hili kundi la melancholy, labda anataka kuanza duka. Kwa hiyo yani badala kuanza kufanikiwa, badala kuanza ushindi, anaanza kuwaza, je, vipi hili duka kitokea limeungua moto au likitokea limefilisika? Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa haya mawazo anayowaza, anajikuta anaahirisha lile jambo. Lakini pia sifa nyingine ya kundi hili la melancholy, ni watu ambao wanakata tamaa wanapokosolewa. Ni watu ambao ukimkosoa tu ni mtu mwepesi sana kukata tamaa. Lakini pia sifa nyingine ya kundi hili la melancholy, wanapenda sana kutiwa moyo kiuhalisia. Ni watu ambao wanapenda sana kutiwa moyo kiuhalisia.
wanapenda sana kutiwa moyo. Sifa nyingine ya melancholy, wanapenda kusoma, kusikiliza au kusimulia mambo yenye tafakari na uchambuzi wa kina. Hawapendi umbea. Ni watu ambao wanapenda kusoma, kusikiliza na kusimulia mambo yenye tafakari na uchambuzi wa kina. Ni watu ambao hawapendi umbea. Wanapenda sana kusoma na kusikiliza vitu, yani kusimulia mambo yenye tafakari na uchambuzi. Wanapenda vitu kuvisoma kwa undani sana. Wanapenda kuvichimba vitu kwa undani sana. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi hili la melancholy, wanapotoa mawaidha au mahubiri ama ushauri, wengi wanawasikiliza, huwa wanaguswa nao. Yani watu wakimsikiliza mtu ambao yuko kwenye kundi hili, wanapotoa mawaidha au mahubiri ama ushauri, ni watu ambao wanasikilizwa, wana nguvu ya ushawishi fulani, yani anasikilizwa na watu wanaguswa sana na maneno yao. Lakini sifa nyingine ya kundi hili la melancholy, hawapendi kuvunja taratibu au sheria za eneo husika. Ni watu ambao wanapenda sana kufuata taratibu, hawapendi kuvunja taratibu, sheria za eneo husika. Lakini pia wanapenda usafi na mpangilio mzuri wa vitu vyao. Watu ambao kwenye kundi la melancholy ni watu ambao wanapenda sana usafi, wanapenda sana mpangilio wa vitu vyao. Yani kwa mfano kama anaishi sehemu, unakuta ile eneo lake anapenda sana kulipangilia vizuri, anapenda kupangilia vitu vyake vizuri. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi la melancholy ni wavumilivu sana katika hali mbalimbali. Mfano, wanapoonewa ama kuumizwa, ni watu ambao wanakuwa wana uwezo wa kuvumilia sana katika hali mbalimbali. Kwa mfano labda ametokea umemonea au ameumizwa, ni mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kuvumilia. Lakini pia hawapendi kufuatilia mambo ya wengine pasipo sababu za msingi. Watu ambao wapo kwenye kundi hili la melancholy ni watu ambao hawapendi kufuatilia mambo ya wengine pasipo sababu za msingi. Lakini pia sifa nyingine, ni kundi mojawapo linaloathiriwa sana na magonjwa ya shinikizo la damu kutokana na kuwa wanawaza sana. Yaani kundi mojawapo ambalo laathiriwa sana na magonjwa ya shinikizo kutokana na kuwa wanawaza sana. Watu ambao wanawaza sana. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi la melancholy ni wagumu wa kusahau, na hiyo inawasababishia kuwa wagumu wa kusamehe. Ni watu ambao ukiwasahau ni wagumu sana. Yani ukitokea umemkosea ni wagumu sana kusahau, yani hawasahau kirahisi. Na hiyo hali hiyo inawasababishia kuwa wagumu kusamehe, ni wagumu kusamehe. Ukitokea umemuuzi ni mgumu kusamehe, ni mgumu kusahau, lakini pia ni mgumu kusamehe. Yani kile kitu kitendea kama moyoni mwake. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la melancholy, wanaumia sana wanapokosea ama kushindwa jambo fulani. Watu ambao wanaumia sana wanapokosea ama kushindwa jambo fulani. Ikitokea labda alikuwa amepanga kufanya jambo fulani, akatokea jambo hilo amelishindwa, ni mtu ambaye anaumia, kwa nini sijalifanikisha jambo hili? Kwa nini jambo hili halijatimia? Kwa hiyo ni watu ambao wanaumia sana wanapokosea ama kushindwa jambo fulani. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi la melancholy, wanajeruhiwa mioyo kirahisi. Wakiingia na pepo wabaya, si rahisi kutoka kwa sababu ya kutunza uchungu kwa muda mrefu mioyoni mwao. Ni watu ambao wana uwezo, ni watu ambao wanakaa na uchungu mioyoni mwao kwa muda mrefu sana. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi la melancholy, wana busara na hekima nyingi. Ni watu ambao wanakuwa na busara na hekima nyingi. Lakini pia ni watu ambao wakishika imani fulani, wanajitahidi kuitimiliza sheria yote. Yani watu ambao ukimkuta mtu ambao ni melancholy na akishika imani fulani, ni mtu ambaye anahakikisha anaitimiliza ile imani ile vizuri sana. Lakini pia ni wepesi wa kutubia makosa yao na kutubu kwa ajili ya wengine. Ni watu ambao ni wepesi sana. Kwa mfano labda anaomba, anaweza akatubia makosa ya watu wengine, lakini pia akatubu kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wengine. Sifa nyingine ya watu ambao wako kwenye kundi hili la melancholy, wana aibu nyingi sana, hasa kwa watu wasiowafahamu wala kuzoeana nao. Ni watu ambao wana aibu nyingi sana. Endapo labda amekutana na mtu ambaye amfahamu wala hajazoeana naye, ni mtu anakuwa anaona aibu sana. Lakini sifa nyingine ya watu ambao wako kwenye kundi hili la melancholy, ni kundi la watu wanaoridhika haraka. Ni kundi la watu ambao wanakuwa wanaridhika haraka. Lakini pia sifa nyingine, maskini wengi kiuchumi duniani ni wa kutoka katika kundi hili kutokana na uoga wao wa kuanzisha mambo kwa kuhofia kushindwa. Kwa sababu tulisema hapo mwanzo, sifa moja wapo ni watu ambao pia yani
anafikiria kushindwa kuliko kufanikiwa. Kwa hiyo asilimia kubwa maskini wengi kiuchumi duniani ni wa kutoka katika kundi hili kutokana na uoga wao wa kuanzisha mambo kwa kuhofia kushindwa. Lakini pia watoto wanaozaliwa katika kundi hili inasadikiwa ni wengi huwa na ndoto za kufanikiwa mapema, lakini wachache mno ambao huweza kutimiza ndoto zao kutokana na uoga wa kuanzisha mambo mapya. Yaani watu ambao wanazaliwa kwenye kundi hili wengi sana wanakuwa wanatamani kufanikiwa, lakini wachache sana wanafanikiwa kwa sababu ya kutokana na ule uoga wa kuanza mambo mapya. Lakini pia ni kundi linalopenda amani na utulivu. Hili ni kundi ambalo linapenda amani na utulivu. Watu ambao kwenye kundi hili la melancholy ni watu ambao wanakuwa wanapenda sana amani na utulivu. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi hili la melancholy wanaogopa sana matatizo, vikwazo na changamoto. Ni watu ambao wanakuwa wanaogopa sana matatizo, vikwazo na changamoto. Katika familia, baba na mama wakiwa melancholy, upo uwezekano mkubwa kwa watoto kuharibika maadili, kwa sababu hawa melancholy si wepesi wa kuadhibu. Yaani ikitokea baba ni melancholy na mama pia ni melancholy, upo uwezekano mkubwa sana kwa watoto kuharibika kimaadili, kwa sababu hawa melancholy si wepesi wa kuadhibu, ni watu ambao si wepesi kuadhibu. Lakini pia sifa nyingine, mara nyingi hupenda kuonesha sura za tabasamu hata kama wapo katika matatizo makubwa. Yaani ni watu ambao wanapenda sana kuonyesha sura za tabasamu hata kama wapo kwenye matatizo makubwa. Ni watu ambao wanakuwa wanapenda sana kuonyesha sura za tabasamu kana kwamba hakuna kitu kabisa. Lakini pia hawapendi kumweleza kila mtu mambo yao binafsi. Watu ambao kwenye kundi hili la melancholy ni watu ambao hawapendi kumweleza kila mtu mambo yao binafsi. Hawapendi kumwelezea kila mmoja mambo yao binafsi. Ni watu ambao wanatulia, ni watu ambao wanakaa na vitu moyoni mwao. Lakini pia ni kundi la watu wenye marafiki wachache sana. Watu ambao kwenye hili kundi la melancholy ni kundi ambalo ni watu ambao ni kundi lenye marafiki wachache. Watu wanakuwa na marafiki wachache sana waliopo katika kundi hili. Lakini pia wakati mwingine hupenda kujikataa. Watu wakati mwingine wanapenda kujikataa, lakini pia ni waaminifu na wasema ukweli. Lakini pia wanapenda kusaidia wengine kupita hata uwezo wao. Ni watu ambao wanapenda kuwasaidia wengine kupita hata uwezo wao. Yaani watu ambao kwenye kundi la melancholy ni watu ambao wanapenda kuwasaidia watu wengine kupita hata uwezo wao, wanapenda kuwasaidia. Lakini sifa nyingine ya watu ambao wapo kwenye hili kundi la melancholy ni waaminifu sana kwa mambo ya kawaida na yale ya kiimani. Ni watu ambao ni waaminifu sana kwenye mambo ya kawaida na yale pia mambo ya kiimani. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye kundi hili la melancholy, hawapendi kujionyesha mbele ya macho ya watu. Ni watu ambao hawapendi kujionyesha mbele ya macho ya watu. Hapendi kujionyesha na kwamba amefanya kitu fulani watu waone, hapana. Ni watu ambao hawapendi kujionyesha mbele ya macho ya watu. Lakini pia hawa hawafai kuwa viongozi. Katika kundi la melancholy, hawa hawafai kuwa viongozi, si wazuri sana, kwa sababu wanapenda kusikiliza kwa kutafakari kila wanachoshauriwa. Hivyo hujikuta kuwa wanayumba kimisimamo. Mfano, kama ni mkurugenzi, mwenyekiti wa eneo fulani akiwa ni melancholy, yafaa sana msaidizi wake awe choleric. Ni watu ambao kila atakachoambiwa anapenda kukitafakari. Kwa kitendo hichi kinamfanya asiwe na msimamo kabisa, ayumbe kimisimamo. Lakini pia sifa kingine kinachowanyima sifa ya kuwa viongozi wazuri ni kutokuwa na uwezo wa kujieleza kwa kujenga hoja zenye ushawishi mkubwa. Ukisoma kwenye Biblia utaona Musa wa Biblia alikuwa ni mmoja ya watu wa kundi hili. Alikuwa hajiamini, anakata tamaa mapema, mlalamishi, asiweza kujieleza. Licha ya kupewa msaidizi na Mungu, bado tabia zake zilimwathiri na akajikuta anakosa nchi ya ahadi, yani Kanaani. Ukisoma kwenye Biblia utaona Musa alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa kwenye kundi hili la melancholy. Ni mmoja wa watu waliokuwa katika kundi la melancholy. Alikuwa hajiamini, alikuwa anakata tamaa mapema, alikuwa ni mlalamishi, asiweza kujieleza licha ya kupewa msaidizi na Mungu. Lakini pia wanahesabu upendo wa dhati kutokana na mambo wanaofanyiwa na sio kuambiwa. Wanafurahia sana vitendo kuliko maneno. Watu ambao kwenye hili kundi la melancholy ni watu ambao wanafurahia sana vitendo kuliko maneno. Wanapenda sana vitendo, wanafurahia sana vitendo kuliko maneno. Lakini pia kwa upande wa wasichana, inasemekana kuwa ndio ambao wanasumbuliwa zaidi na maumivu ya hedhi na kujifungua. Kwa upande wa wasichana inasemekana kuwa ndio ambao wanasumbuliwa zaidi na maumivu ya hedhi, lakini pia na kujifungua. Mfano ya watu wa kundi hili, mfano wa watu ambao walikuwa kwenye kundi hili la melancholy
Ukisoma kwenye Biblia utaona Musa kwenye Biblia, lakini pia Yesu Kristo pia alikuwa ipo kwenye kundi hili la melancholy. Wako watu wengi sana, na watu wengi hapa, watu waliokuwa maarufu mashuhuri hapa duniani, wakina Bob Marley, wakina Celine Dion, walikuwa wako kwenye kundi hili la melancholy. Lakini kundi la pili ni phlegmatic. Phlegmatic, hawa ni watu ambao wana uwezo mkubwa kiakili baada ya melancholy. Kwa hiyo kutoka melancholy, kundi la pili wanaitwa phlegmatic. Phlegmatic hawa ni watu ambao wana uwezo mkubwa kiakili baada ya melancholy. Uwezo wao katika utendaji wa mambo inasemekana ni kati ya 1% na 60. Lakini pia katika kundi la phlegmatic, sifa moja hapo pia ni mabingwa wa kuahirisha mambo. Mfano, kama akitaka kwenda kupalilia shamba, akafika na akakuta kuwa majani ni machache, atabeba zake jembe na kurudi nyumbani hata kama ni msimu wa kupalilia. Hawa ni watu ambao ni mabingwa wa kuahirisha vitu. Yaani anaweza kaenda shambani, akakuta labda pale shambani kuna majani machache, anabeba jembe lake, anabeba jembe lake, anaahirisha, anasema leo sipalilii, narudi nyumbani kwa sababu kuna majani machache. Kwa hiyo ni mabingwa wa kuahirisha mambo au phlegmatic. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao wapo kwenye hili kundi la phlegmatic, wanapenda sana kupuuzia mambo ikiwa hawakuyaelewa ama kuyaona kwa macho yao wenyewe. Wanapenda sana kupuuzia mambo ikiwa hawakuyaelewa ama hawakuyaona kwa macho yao wenyewe, wanapuuzia. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic, hawapendi kukubali ama kusifia mafanikio ya wenzao. Ni watu ambao hawapendi kukubali ama kusifia mafanikio ya wenzao. Hawapendi kabisa kukubali ama kusifia mafanikio ya wenzao. Hata kama mtu amefanya kitu kizuri, wenyewe hawapendi kusifia mafanikio ya wenzao. Lakini ni kundi la watu wabishi sana na ambao ni mahiri wa kujenga hoja kwa jambo wanalolitetea. Yaani katika kundi la phlegmatic ni kundi la watu ambao wabishi sana na ambao ni mahiri kujenga hoja kwa jambo wanalolitetea. Yaani wana uwezo wa kujenga hoja yao kwa jambo ambao wanalitetea. Lakini pia sifa nyingine ya kundi hili la phlegmatic, watu ambao wapo kwenye hili kundi la phlegmatic ni kundi la watu katika ushindani. Kwa mfano, katika ushindani hasa wa hoja, huwa hawakubali kushindwa kirahisi. Anaweza kusema mti ni gari, akajenga hoja, akazitetea na wote mkakubali, hata kama ni kwa ushingo upande. Ni watu ambao wanaweza akatengeneza hoja. Kwa mfano, anaweza akasema labda gari limetokana na mti, akajenga hoja yake mpaka wote mkajikuta mnakubali, hata kama kwa ushingo upande mkajikuta mnakubali. Lakini pia sifa nyingine, kwa mfano mawakili, majaji na mahakimu mahiri duniani ni wale wanaotoka katika kundi hili. Yaani wale mawakili, majaji, mahakimu mahiri duniani ni watu wanaotoka katika hili kundi la phlegmatic, kwa sababu ni watu ambao wana uwezo wa kujenga hoja na wakaitetea kupita maelezo. Lakini pia ni watu wanao katika sifa nyingine ya kundi hili la phlegmatic ni watu wanaopenda kutafiti na kufuatilia mambo mbalimbali. Ndio maana maongezi yao mengi utawaliwa na mifano na takwimu halisia. Ni watu ambao pia wanapenda sana kutafiti na kufuatilia mambo mbalimbali. Yaani akianza kuelezea vitu unakuta anakuwa anakuelezea kwa takwimu kabisa. Kwa hiyo ni watu ambao wanapenda sana kufuatilia takwimu mbalimbali. Wanafuatilia mambo mbalimbali na wanakuja na ushahidi na takwimu halisia. Lakini sifa nyingine ya kundi hili la phlegmatic, wanapenda kufuatilia mambo ya wengine pasipo hata msingi wote. Wanapenda sana ushushushu. Ni watu ambao wanapenda sana kufuatilia mambo ya wengine pasipo hata msingi wote. Wanapenda sana ushushushu. Yaani wanapenda kufuatilia mambo ya watu wengine. Sifa nyingine ya kundi hili la phlegmatic, tunasema wapelelezi mahiri kutoka katika kundi hili, kwa sababu yani ukiangalia wale wapelelezi mahiri huwa wanatokea katika kundi hili. Lakini pia sifa nyingine ni watu wasioumizwa kufanya makosa. Yaani watu wasioumizwa na kufanya makosa. Yaani hata kama amefanya makosa hajisikii kuumia, anajiona tu ni kawaida tu, ni kitu cha kawaida. Lakini pia hawapendi kuwaamini wenzao. Ni watu ambao hawapendi kabisa kuwaamini wenzao. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic ni wepesi wa kupokea, lakini ni wagumu wa kutoa ama kujitolea kwa mambo mbalimbali. Yaani ni wepesi wa kupokea, anapenda kupokea, lakini kwenye kutoa inakuwa ni gumu. Lakini sifa nyingine ya kundi hili, watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic,
wanatafakari mambo kwa kina na kuyatolea uamuzi wa uhakika. Ni watu ambao wanatafakari mambo kwa kina na kuyatolea uamuzi wa uhakika. Lakini pia mapenzi, love affairs, si kitu kinachoumiza sana. Kundi linaloongoza kwa kuwa single na ambalo ni rahisi kukubali talaka pale inapotokea migogoro katika ndoa zao. Ni kundi ambalo lenyewe si kitu kinachoumiza sana. Yani mahusiano, mambo ya mapenzi sio kitu ambacho kinaumiza sana. Ni kundi ambalo linaongoza kwa kuwa single. Hili ni kundi ambalo linaongoza kwa kuwa single sana, kwa sababu ikitokea labda umemkosea ni mtu anaweza kawa anaona bwana haina shida, wewe hata ukitaka kuondoka nenda. Kwa hiyo ni kundi ambalo haliumizwi. Si kitu sana, yani love affairs au mapenzi au mahusiano si kitu kinachoumiza sana. Kundi linaloongoza kwa kuwa single na ambalo ni rahisi kukubali talaka pale inapotokea migogoro, yani anakuwa yuko tayari hata kwa talaka, inatokea kwenye kundi la phlegmatic. Lakini pia wanasamea haraka sana kwa sababu hawajali, they don't care. Yani kundi ambalo wanasamea haraka sana kwa sababu hawajali, yani ukimkosea anaweza kusamehe kwa haraka sana, they don't care. Lakini pia ni wagumu sana wa kuomba msamaha, mara zote hutaka kuonekana kuwa wapo sahihi. Ndio maana hupoteza nguvu za Mungu kirahisi. Imani zao zikipoa huwa si rahisi sana kuamka. Ni wagumu wa kuomba msamaha. Watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic ni wagumu sana wa kuomba msamaha. Ikitokea umemkosea, ni mgumu sana yeye kushuka. Yaani labda yeye yuko tayari wewe ushuke, lakini hashuki kabisa. Lakini pia ni wagumu wa kupokea mambo mapya, hasa ya usio imani na sera. Vile vile si rahisi kuachana na imani ama sera walizozipokea. Yaani watu ambao wakipokea imani au akijua kitu fulani afu akawaletea kitu kingine kipi, si wepesi wa kuamini. Ni wagumu wa kupokea mambo mapya, yani haamini kabisa. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic, sio watu wanaojali muda na ratiba. Yani kundi hili sio watu wanaojali muda na ratiba. Hawajali kabisa kwenye issue ya muda wala ratiba, hawajali. They don't care. Yani hawajali kabisa kwenye issue ya muda na ratiba, hawajali. Lakini pia ni rahisi kukatisha mahusiano ya aina yote pindi wanapogundua kusalitiwa ama kurubuniwa. Yani ni rahisi kukatisha mahusiano. Yani watu ambao kwenye kundi hili, endapo labda mmoja akagundua mwenzake anamsaliti au anamchiti, ni rahisi yeye kuvunja yale mahusiano. Anapogundua tu kusalitiwa, ni rahisi anavunja yale mahusiano. Lakini pia ni watu ambao hawaogopi kumkosoa mtu ama kumuumbua hata kama ni hadharani. Ni watu ambao hawaogopi kumkosoa mtu. Yani kwenye kumkosoa mtu haogopi, anaweza kukosoa hata kama ni hadharani, hata kama uko mbele za watu wengi, haogopi kumkosoa mtu au kumuumbua hata kama ni hadharani. Lakini pia ni watu ambao hawaumizwi na maneno ya watu dhidi yao. Ni watu ambao hawaumizwi na maneno ya watu dhidi yao. Lakini pia watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic ni wasuluhishi wazuri wa migogoro ya kijamii na kimataifa na wenye ushawishi wa kina. Yani ni wasuluhishi wazuri wa migogoro ya kijamii na kimataifa na wenye ushawishi wa kina. Ni watu ambao wanaweza kusuluhisha migogoro ya kijamii na hata ya kimataifa, wanaweza kusuluhisha. Karama ya utele kwa neno la upatanisho ipo kwao. Yani wenyewe wana uwezo kuwapatanisha watu waliogombana, wana uwezo wa kuwapatanisha vizuri. Lakini pia ni kundi linalofanya mambo mengi lakini kwa ufanisi wa wastani. Ni kundi ambalo la uwezo wa kufanya mambo mengi lakini kwa ufanisi wa wastani. Lakini pia kundi la phlegmatic ni kundi la watu ambao sio wakereketwa wa masuala ya usafi na unadhifu kimavazi na kiutaratibu. Ni kundi la watu ambao sio wakereketwa wa masuala ya usafi na unadhifu. Yani wenyewe hawajali mambo ya usafi, sijui kujipamba, sijui kufanyaje. Yani unakuta sometimes anaweza katoka yuko rafu kaingia, yani yuko rafu. Kwa hiyo ni kundi la watu ambao sio wakereketwa wa masuala ya usafi na unadhifu. Yani wenyewe kwenye mambo ya usafi hana mpango na usafi, eti sijui kupangilia vitu sijui nini, huo muda hana kabisa. Lakini pia watu ambao kwenye hili kundi la phlegmatic wakianzisha jambo huweza kuliachia njiani bila kulimaliza na wala wasiumizwe na kukwama huko. Ni watu ambao wanaweza kaanzisha jambo hawezi, yani akianzisha jambo anaweza kuliachia njiani bila kulimaliza. Ni mtu ambaye akianzisha jambo lote anaweza kaliachia hata njiani bila kulimaliza na hata ajali kabisa. Yani anaweza kalianzisha jambo afu
akaliachia njiani. Kwa hiyo wakianzisha jambo huweza kuliachia njiani bila kulimaliza, na wala wasiumizwe na kukwama huko. Lakini pia sifa nyingine ni watu wasiopenda vurugu, hasa demokrasia ya usuluhishi na hoja inapokwama. Ni watu wasiopenda vurugu, ni watu ambao hawapendi vurugu. Lakini pia sifa nyingine, wapo tayari kusalimisha chochote walichonacho ili mradi wabakie na amani. Wanafahamika kama peacemakers. Yaani watu ambao wako tayari kusalimisha chochote, wako tayari kupatia chochote walichonacho ili mradi wabakie wao na amani. Yaani ili mradi wabakie wako na amani. Kama kuna jambo fulani labda unalitaka, sijui kuna jambo fulani labda ndio linaleta shida, yuko radhi uchukue hilo jambo ili mradi pabakie kwa na amani. Tunawaita peacemakers. Lakini pia watu wa kundi hili la Pragmatic ni watu waliojaa dharau na ambao muda wote huona wao ni bora kuliko wengine katika mambo yote. Ni watu waliojaa dharau. Yaani wenyewe wanakuwa wanajiona muda wote, wanajiona wao ni bora kuliko watu wengine na mambo yao yote. Yaani wenyewe wanajiona muda wote huona wao ni bora kuliko wengine katika mambo yote. Yaani anajiona yeye ndo mwamba kabisa. Lakini pia hawapendi kuelekezwa na mara nyingi aidha huwadharau viongozi wao ama hutengeneza mitazamo na hoja za kupinga matendo, kujitolea na maagizo ya viongozi wao. Kwa hiyo hawapendi kuelekezwa, hawapendi kuelekezwa na mara nyingi aidha huwadharau viongozi wao ama hutengeneza mitazamo na hoja za kupinga matendo, kujitolea na maagizo ya viongozi wao. Kwa hiyo ni watu ambao hawapendi kuelekezwa. Yaani kitokea labda kiongozi ameleta hivi, yeye hapendi, anakwenda kinyume. Lakini pia wanapenda kutekeleza maagizo wanaopewa uso kwa uso na sio yale ya jumuiya. Ni watu ambao wanapenda sana, watu wa kundi la Pragmatic wanapenda sana kutekeleza maagizo wanaopewa uso kwa uso na sio ya jumuiya. Yaani ukitoa labda kazi ya jumuiya au kitu cha jumuiya, anaweza asifanye kabisa. Ila anapenda sana ili atekeleze, anapenda sana umwambie uso kwa uso. Kwa hiyo ni watu ambao wanapenda kutekeleza maagizo wanaopewa uso kwa uso na sio yale ya jumuiya. Lakini pia wakiwa viongozi huweza kujikuta wakichukiwa na watu, hasa pale wanapoendekeza tabia yao ya kutojali haja na matakwa ya wale wanaowaongoza. Watu wa kundi la Pragmatic wakiwa viongozi yani huweza kujikuta wakichukiwa na watu, kwa sababu ni watu ambao wanakuwa hawajali watu, hawathamini watu. Kwa hiyo hali hii inapelekea wanajikuta wanachukiwa na watu wengine. Watu wengine wanaanza kuwachukia. Lakini kundi lingine ni sanguini. Kundi la tatu ni kundi la sanguini. Kundi hili la sanguini, hawa ni watu wana uwezo wa kawaida kiakili, mara nyingine ni mdogo. Lakini pia kwenye hili kundi la sanguini ni watu wacheshi sana, ni watu ambao wacheshi sana. Lakini pia watu wa kundi hili la sanguini, sifa ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini, watu walio na maneno mengi na wasiopumzika kuongea. Ni watu ambao wanakuwa na maneno mengi na wapumziki kuongea. Yaani akianza kuongea wengine wanaita kama wanaita anaongea kama redio. Yaani hapumziki kabisa, akianza kuongea hakuna kupumzika, anaongea. Ni watu ambao wana maneno mengi na wasiopumzika kuongea. Lakini sifa nyingine ya sanguini, wanajisikia raha sana pale wanapokuwa wakiongea na watu wengine wakiwasikiliza. Ni watu ambao wanakuwa wanajisikia sana raha pale watu wengine wanapokuwa wanawasikiliza wakati wenyewe wanaongea. Ni watu ambao wanajisikia raha yani. Lakini pia wanapenda kuandika mambo yao binafsi mbele ya wengine. Ni watu ambao wanapenda sana kuandika mambo yao binafsi mbele ya wengine. Lakini pia sifa nyingine, waigizaji wa kuchekesha wengi ni wanatoka katika kundi hili la sanguini. Waigizaji wengi wanaichekesha huwa wanatokea kwenye hili kundi la sanguini. Ukuta tu mtu yani mmekaa tu, yani anaongea kidogo watu wanashangaa, watu wanacheka. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda sana kusikilizwa. Lakini asilimia kubwa waigizaji wa kuchekesha wengi wanatokea katika hili kundi la sanguini. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini, wanapenda sana kujisifu na kujikweza. Ni watu ambao wanapenda sana kujisifu na kujikweza, yani anapenda sana kujisifu na kujikweza yani. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini,
wanapenda sana kusifiwa hata kwa mambo ambayo hayana uhalisia. Ni watu ambao wanapenda, yani kwenye issue ya sifa, wanapenda sana kusifiwa hata kwa mambo ambayo hayana uhalisia. Wanapenda sana kusifiwa, wanapenda sana kupokea sifa. Lakini sifa nyingine, wanataka sana kuonekana mbele ya watu kwa kila jambo wanalolifanya. Ni watu ambao wanapenda kufanya kitu ili aonekane. Yani kwa mfano labda ni kanisani, mtu labda akitaka kufanya kitu fulani, anataka kanisa zima lijue yeye ndo amefanya. Kwa hiyo wanataka sana kuonekana mbele ya watu kwa kila jambo wanalolifanya. Lakini pia wana vipaji vingi vizuri, lakini wanahitaji kusifiwa na kuhamasishwa ndipo wavionyeshe kwa uhakika. Watu ambao wapo kwenye hili kundi la sanguini ni watu ambao wana vipaji vingi vizuri, lakini wanahitaji kusifiwa na kuhamasishwa ndipo kuvionyesha kwa uhakika. Yani watu hawa ni watu ambao wenye vipaji vingi, wana vitu vikubwa sana, lakini ukimsifia ndo anakionyesha vizuri. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini, wana hisia za zimamoto, wanahamasika haraka na kusahau haraka. Ikitokea ajali, huwa watu wa kwanza kujitokeza eneo la tukio na kuanza kutoa msaada, lakini akiondoka pale anasahau kila kitu, na hata kama ametumwa akalete ambulance, anaweza kuanza kufanya shughuli zake nyingine. Okay. Kwa hiyo watu ambao kwenye hili kundi la sanguini ni watu ambao wana hisia za zimamoto, yani wanahamasika haraka na wanasahau haraka. Ikitokea kwa mfano ajali, yani hao watu wanakuwa ni watu ambao wako wa kwanza kujitokeza eneo la tukio na kuanza kutoa msaada, lakini akiondoka pale anasahau kila kitu, na hata kama ametumwa akalete ambulance, anaweza kuanza kufanya shughuli zake nyingine, akawa ameshasahau kama aliagizwa kufanya ambulance anasahau kama aliagizwa kwenda kuleta au kuita ambulance. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini, muda wote wako nadhifu, ni wakereketwa wa masuala ya usafi na unadhifu. Ni watu ambao wanajipenda, ni watu ambao wanakuwa wako nadhifu, wanakuwa wako safi kabisa. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hii kundi la sanguini, wana kierere sana. Yani watu ambao wana kimbelembele sana, wana kierere sana. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini, wagumu wa kuelewa na wepesi wa kusahau. Ni wagumu wa kuelewa, lakini pia nao ni wepesi wa kusahau. Unaweza kumwelekeza kitu, yani ikawa ni ngumu sana kuelewa, lakini pia akawa ni mwepesi sana wa kusahau. Lakini sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la sanguini, ni vinyongo katika tabia zao. Wana uwezo wa kuigiza tabia zisizo zao kiuhalisia, na watu wasiowajua wasiwagundue kirahisi. Yani ni vinyonga katika tabia zao, wana uwezo wa kuigiza tabia fulani. Yani anaweza kuigizia anaumwa, ukajua bisa huyu mtu anaumwa, lakini kumbe hata haumwi kabisa. Yani anaweza kukuigizia. Kwao ni vinyonga katika tabia zao, wana uwezo wa kuigiza tabia zisizo zao kiuhalisia, na watu wasiowajua wasiwagundue kirahisi. Yani kama mtu mjui, anaweza kuigizia mpaka ukasema hivi ni kweli anaumwa huyu. Anaweza kuigizia ana shida kabisa, yani ukimwangalia unaona kabisa huyu mbona mtu ana shida, lakini kumbe ni ana pretend. Kwa hiyo tunasema ni kundi la watu ambao yani akiamua kuigilizia au kuigiza tabia fulani, ni ngumu kumjua kama umfahamu vizuri. Lakini pia sifa nyingine, wanashawishika haraka sana kupokea mambo mapya, lakini ni rahisi kuyaacha. Yani wenyewe wanashawishika sana, ni rahisi sana kupokea mambo mapya, lakini ni rahisi kuyaacha, ni vyepesi sana kuyaacha. Lakini pia wasichana wa kundi hili si rahisi kurubuniwa kimapenzi kwa silaha ya ushawishi wa maneno, kwa sababu na wao wana maneno mengi. Asilimia kubwa sifa kwa mfano wasichana ambao kwenye hili kundi la sanguini, si rahisi kurubuniwa kwenye mapenzi au kwenye mahusiano kwa silaha ya ushawishi wa maneno, kwa sababu na wao wana maneno mengi, kwao sio rahisi kurubuniwa. Lakini pia ni kundi linaloathiriwa sana na love affairs. Wao ni multiple lovers, na ni kawaida kumkuta sanguini akiwa na wapenzi zaidi ya moja. Inasemekana kutokana na maneno yao mengi na ufundi wa kuigiza hisia na tabia, wavulana, wanaume na kundi hili, kwa mfano labda upande wa wavulana au wanaume wa kundi hili, huwanasa wasichana kirahisi bila kutumia mtaji mkubwa. Ni watu ambao kwenye ishu ya kuzungumza wako vizuri, yani anaweza akawa na mahusiano zaidi ya moja, kwa sababu wenyewe wana uwezo mkubwa sana kwenye kuzungumza. Kwa hiyo unajikuta anaweza akawa yupo kwenye mahusiano na mabinti zaidi ya moja,
au kama ni na mwanamke zaidi ya moja, kwa sababu ni watu ambao wanazungumza sana, wana ushawishi katika kuzungumza. Lakini pia wapo kwenye jamii hukubalika sana, hasa kutokana na ucheshi wao na ukarimu walionao. Kwa mfano, wanapokuwa katika jamii ni watu ambao wanakubalika sana, hasa kutokana na ucheshi wao na ukarimu walionao. Lakini sifa nyingine, wanapenda sana kuwasaidia watu ingawa ni kwa kujionyesha. Ni watu ambao wanapenda sana kuwasaidia watu ingawa ni kwa kujionyesha. Lakini sifa nyingine ni wahamasishaji wakubwa na wenye ushawishi wenye kukubalika kirahisi. Ni watu ambao anaweza kukushawishi na wakubali kirahisi. Kwa hiyo ni wahamasishaji wakubwa sana. Kwa mtu ambaye yupo kwenye kundi la Sangwini, ni watu ambao wanaweza kuhamasisha sana. Ni wahamasishaji wakubwa sana na wenye ushawishi wenye kukubalika kirahisi. Lakini ni kundi la wainjilisti wanaoongoza kwa kurudisha kondoo wengi kwa Bwana. Wengi wana karama za kuhubiri kwa mvuto na ushawishi wa kipekee. Watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini ni kundi la wainjilisti, wanaongoza kurudisha kondoo wengi kwa Bwana Yesu. Wanawaleta watu, yani akiwahubiria mtu wanawaleta watu sana kwa Yesu. Wengi wana karama za kuhubiri kwa mvuto na ushawishi wa kipekee. Lakini pia hawaumii wanapokosolewa ama wanaposhindwa jambo. Ni watu ambao hawaumii wanapokosolewa. Kitokeo umemkosoa yeye haumii, au anaposhindwa jambo yeye hata haumii. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini ni kundi la watu waoga sana. Wanajiamini sana kwa maneno, lakini kivitendo ni kunguru. Kwa hiyo ni kundi la watu ambao ni waoga sana, wanajiamini sana kwa maneno, lakini kivitendo ni zero. Yeye anaweza kaongea hapa, yani mimi, yani kwenye issue ya maneno sasa hako akasema huyu jamaa kweli ni hatari, lakini kwenye vitendo ni zero. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini si watunzaji wazuri wa siri, waropokaji. Yani ni watu ambao hawezi kukaa na vitu moyoni. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini, wanapenda kujaribu kila jambo linalokuja mbele yao. Ni watu ambao wanapenda kujaribu kila jambo linalokuja mbele yao. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao wapo kwenye hili kundi la Sangwini, wanaamini kuwa wao ndio watu bora kuliko wengine. Ni watu ambao wanaamini wao ndio watu bora kuliko watu wengine. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini, wanapenda sana kusimulia mambo ya wengine. Ni watu ambao wanapenda sana kusimulia mambo ya watu wengine. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini, hawana aibu hata mbele ya watu wasiowafahamu wala kuwazoea. Ni watu ambao hawana aibu kabisa, hata kama ya kufahamu wala hajakuzoea. Ni mtu ambaye hawezi kukuogopa, hawezi kuonea aibu. Lakini pia wanaume wa kundi hili huamini kuwa walizaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanawake. Sifa nyingine ya kundi la Sangwini, kwa mfano kwa upande wa wanaume wa kundi hili, yani wenyewe huwa wanaamini walizaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanawake. Ni watu ambao wanaamini hivyo, kwa walizaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanawake. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini ni wavivu wa kufanya kazi. Wanapenda sana starehe na anasa, na ndoto za kufanikiwa kwa miujiza huwa zimewatawala. Wanapenda kuwaza jinsi ya kupata bahati nasibu, kuzawadiwa fedha na hata kuokota fedha ama madini. Kwa hiyo ni watu wavivu sana. Asilimia kubwa ya watu ambao kwenye kundi hili la Sangwini ni watu ambao wanakuwaga wavivu sana. Yani ni watu ambao wanakuwa wavivu sana. Ni wavivu wa kufanya kazi. Wanapenda sana starehe na anasa na ndoto za kufanikiwa kwa miujiza huwa zimewatawala. Wenyewe wanaamini kuna siku nitafanikiwa kimeujiza, kuna siku nitaokota fedha, nitafanikiwa, kuna siku nitaokota madini. Yani wanakuwa ni watu ambao kwenye issue ya ufanyaji kazi wanakuwa ni wavivu. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la Sangwini ni watu wasiojua namna ya kupanga na kumudu bajeti kwa ustadi. Ni watu ambao wasiojua namna ya kupanga na kumudu bajeti kwa ustadi. Lakini pia sifa nyingine ni watu wa mipango isiyoona mbali, wakurupukaji, ministers of emergency affairs. Yani ni watu ambao wana mipango isiyoona mbali. Lakini pia sifa nyingine ni wazuri katika kusifia. Wanazikubali kazi za wengine kirahisi na kwa dhati. Yani wako vizuri sana kwenye kufanya appreciation. Mtu kama amefanya vizuri, wanampa hongera vizuri kabisa. Yani wanazikubali kazi za wengine kirahisi na kwa dhati. Kutokana na porojo zao hujipatia marafiki wengi na hivyo kuwa maarufu. Ni yani kutokana na yale maneno yao, wanajikuta wanakuwa na marafiki wengi na hivyo
wanajipatia umaarufu. Lakini sifa nyingine, wanapenda sana kusikiliza na kusoma vitu ambavyo havina uchambuzi wa kina. Yani mfano, hao watu wanapenda sana kusikiliza na kusoma vitu ambavyo havina uchambuzi wa kina. Mfano ni Petro, mtume wa Biblia, alipenda kujaribu kila kitu. Alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, alitaka na yeye kufanya hivyo. Alipenda kufahamu kila kitu. Aliuliza habari za siku ya mwisho. Alipenda kujionyesha kuwa ni jasiri. Aliahidi kuteswa na Yesu. Alikuwa ni muoga sana. Alimkana Yesu mara 3 kwa kuhofia kuteswa na Wayahudi. Alikuwa ni mwinjilisi wa kutumainiwa. Alihubiri siku ya Pentekoste. Alikuwa ni mwepesi wa kukubali pindi anapokosolewa. Alikiri makosa baada ya kuonywa na Paulo juu ya upotoshaji wake wa kuhubiri kuwa hakuna wokovu kwa wasiotahiriwa. Kwa mfano kwenye Biblia, mtu ambaye alikuwa kwenye kundi hili alikuwa ni Petro, kwa ni sanguini. Lakini kundi la 4 na la mwisho ni choleric. Hili ni kundi la mwisho, ni choleric. Sasa watu wengi wanajiuliza choleric hawa ni watu wa namna gani? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza choleric hawa ni watu wa namna gani? Choleric hawa ni watu wana uwezo wa kawaida kiakili. Kitu cha kwanza, wenyewe wanakuwa wana uwezo wa kawaida kiakili, lakini pia ni wakali na wakaidi. Yaani watu ambao kwenye hili kundi la choleric ni watu ambao ni wakali sana, lakini pia ni wakaidi. Hawana huruma wala unyenyekevu. Ni watu ambao hawanaga huruma wala unyenyekevu. Lakini pia watu wa kundi la choleric, watu wasiopenda kudharauliwa ama kuonewa. Ni watu ambao hawapendi kudharauliwa ama kuonewa. Yaani hapendi kabisa kudharauliwa wala kuonewa. Lakini pia wanapenda kuwatawala wenzao muda wote. Ni watu ambao wanapenda kuwatawala wenzao muda wote. Yaani anapenda sana kuwatawala wenzao muda wote. Lakini pia ni viongozi kwa asili ya kuzaliwa. Watu ambao wako kwenye hili kundi la choleric ni viongozi kwa asili ya kuzaliwa. Wanawaza sana kufanikiwa pekee na wala sio kushindwa. Yaani huaga anawaza kufanikiwa pekee, na wala sio kushindwa. Ni mtu ambaye anakuwa anawaza tu kufanikiwa na sio kushindwa. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la choleric ni watu ambao wasiokata tamaa mapema. Ni watu ambao hawakati tamaa mapema, wanajiamini kupita kiasi, hawana uoga, ni majasiri sana. Ni watu ambao hawana uoga, ni majasiri sana. Hisia zao hasa za upendo, mapenzi hazionekani kwa uwazi, hidden emotion. Ni watu ambao wanaweza kuficha hisia zao. Lakini ni kundi la watu wenye nguvu nyingi. Hili ni kundi la watu wenye nguvu nyingi. Lakini pia watu ambao kwenye kundi la sifa ya watu ambao kwenye kundi la choleric ni madikteta. Yaani watu ambao ni madikteta, yani wale madikteta nadhani mnafahamu. Lakini pia hawapendi kabisa kupingwa wala kukosolewa. Ni watu ambao hawapendi kupingwa wala kukosolewa. Lakini pia watu wa kulipiza visasi. Ni watu ambao kwenye hili kundi la choleric ni watu wenye kulipiza visasi. Ni watu wa vitendo kuliko maneno. Ni watu ambao wanapenda action kuliko maneno, wanapenda vitendo kuliko maneno. Lakini pia sifa nyingine ni waonevu, wanapenda kudhuru na ubabe. Yaani wanapenda dhuluma na ubabe. Ni waonevu, ni watu ambao ni waonevu sana, wanapenda dhuluma na ubabe. Naweza kumdhulumu mtu. Ni watu ambao wanapenda dhuluma na ubabe. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la choleric ni watu wa kulazimisha mambo hata kama yawezekani. Ni watu wa kuforce. Ni watu ambao wanalazimisha mambo hata kama yawezekani kabisa. Ni watu ambao wanalazimisha lifanyike, analazimisha hilo jambo liwezekane. Lakini pia huwa wanatumiwa sana kwa ajili ya kuzima ghasia, uasi ama kuanzisha jambo lenye upinzani eneo fulani. Hao ni watu ambao wanatumiwa sana kwa ajili ya kuzima ghasia, uasi ama kuanzisha jambo lenye upinzani eneo fulani. Wanafaa sana kuwa viongozi kutokana na uhodari wao wa kuongoza watu kwa sera za ushawishi wenye mlengo wa kiukandamizaji. Yaani wanafaa sana kuwa viongozi kutokana na ule uhodari wao wa kuwaongoza watu kwa sera za ushawishi wenye mlengo na kiukandamizaji. Lakini pia sifa nyingine ya watu ambao kwenye hili kundi la choleric, hawajui kubembeleza. Ni watu ambao hawajui kubembeleza. Yaani kwenye issue ya kubembeleza hana huo mpango. Lakini pia sifa nyingine watu ambao kwenye hili kundi la choleric, hawaongei wala kucheka ovyo. Ni watu ambao wako serious muda wote. Haongei wala acheki ovyo. Wanapotenda jambo huwa wanawaza namna ya kunufaika, na hata kama akimsaidia mtu anawaza namna ya kurudishiwa hicho alichokitoa. Yaani ni mtu ambaye akimsaidia mtu akusaidii kwa bure. Yaani kama anakusaidia kitu anajua bisa na yeye anawaza
kupitia anachokusaidia atanufaikaje na wewe? Atapataje kitu na yeye hapo? Kwa hiyo wanapenda jambo yani wanapotenda jambo huwa wanawaza namna ya kunufaika, na hata kama akimsaidia mtu anawaza namna ya kurudishiwa hicho alichokitoa, anakuwa anawaza. Lakini pia sifa ya kundi hili la koleriki si watu wanaopenda suluhu na amani. Lakini ni kundi ambao si watu wanaopenda suluhu na amani, hawapendi sana suluhu na amani. Lakini ni kundi la watu matajiri sana duniani. Ni kundi la watu matajiri sana duniani, hasa kutokana na uimara wao katika kuthubutu kutenda mambo na hali zao za kutokuogopa hasara. Ni watu ambao ni watu ambao asilimia kubwa matajiri wengi duniani wanatokea kwenye kundi hili, kwa sababu yeye haogopi kuthubutu, yuko tayari kupata riski yote. Kwa hiyo ni kundi la watu matajiri sana duniani, hasa kutokana na uimara wao katika uthubutu wa kutenda mambo na hali zao za kutokuogopa hasara. Lakini pia sifa nyingine ya kundi hili la koleriki si watu wanaopenda suluhu na amani, watu ambao hawapendi suluhu na amani. Lakini pia unadhifu na usafi wao ni wa wastani, si wasafi sana, si wachafu sana, wako wastani. Lakini pia hawapendi starehe kwa wingi, ni watu ambao hawapendi sana starehe kwa wingi. Ni watu ambao kwenye kundi la koleriki ni watu wanaoweza kufurahia mazingira yenye dhiki na shida. Siku zote huwa wanatafuta kufanya mambo ya kihistoria ili wakumbukwe hata baada ya kufariki. Siku zote watu ambao kwenye kundi la koleriki huwa wanatafuta kufanya mambo ya kihistoria ili wakumbukwe hata baada ya kufariki. Ni watu ambao wanapenda kuacha kumbukumbu, wanapenda kuacha alama duniani. Lakini pia wanafurahia kushuhudia na kutazama hadithi au matukio na filamu zilizosheheni ukatili na za kutisha. Ni watu ambao wanafurahia sana kutazama zile filamu ambazo zimesheheni mambo ya ukatili, vitu vya kutishatisha. Wenyewe ndo wanapenda sana hizo filamu zao, wanapenda kufuatilia zile filamu ambazo zimejaa hadithi, matukio na filamu zilizosheheni ukatili na za kutisha. Mfano wa watu wa kundi hili ambao kwenye hili kundi la koleriki kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Idi Amin, kuna Adolf Hitler na kadhalika. Lakini jambo la msingi ambao nitakuwa litambue, si tabia zote za kundi lazima ziangukie sehemu moja. Mambo muhimu unayopaswa kuyafahamu: kila mtu amezaliwa na tabia fulani zinazomfanya awe katika kundi fulani. Huwezi kujibadilisha kundi lako. Kila mtu amezaliwa na tabia fulani zinazomfanya awe katika kundi fulani. Huwezi kujibadilisha kundi lako. Hili ni kitu cha msingi. Huwezi kujibadilisha kundi lako, huwezi. Kwa hiyo kujifahamu kundi lako kuna kuwezesha kurekebisha madhaifu ulionayo na kuimarisha mazuri ulionayo. Pia inakusaidia kuwatambua watu wengine, hivyo kuwa makini namna ya kuishi nao. Inawezekana kabisa kujifahamu upo kundi gani, na pia kwa kusoma na kutazama ni rahisi kutambua makundi ya wengine. Hii inakusaidia kutambua pia makundi ya watu wengine. Sasa watu wanajiuliza, nitatambuaje mimi ni wa kundi gani? Hili ni swali ambalo watu wanajiuliza, nitatambuaje mimi ni wa kundi gani? Je, mimi ni sanguini? Je, mimi ni melancholy? Je, mimi niko kwenye phlegmatic? Niko kwenye choleric? Niko kwenye kundi gani? Watu wengi wana tabia za makundi zaidi ya moja. Watu wengi wanakuwa na tabia zaidi ya makundi zaidi ya moja. Kwa wale ambao tabia zao wenye tabia zaidi ya 80% kutoka kundi fulani, hao wanaitwa pure sanguini. Kwa mfano unakuta labda yupo kwenye kundi fulani kama ana 80%, ana sifa nyingi kutokea kwenye hilo kundi, hilo tunamuita pure sanguini. Kama una tabia kutoka kundi zaidi ya moja, unapounganisha majina ya makundi mawili yenye tabia nyingi zaidi, unaanza na jina la lile lenye asilimia nyingi zaidi. Kwa mfano labda wewe ulikuwa una sifa, kwa mfano labda ulikuwa na sifa za phlegmatic, lakini pia una sifa ya choleric. Kwa hiyo jina lako utajiita phlegmocholeric au phlegmatic, au unaweza kujiita phlegmocholeric, au kajiita labda kama una sifa za sanguini na melancholy, labda za sanguini ndio nyingi sana, kwa hiyo utakuwa uko kwenye kundi laitwa sangu melancholy. Au kama una sifa nyingi za melancholy na sifa chache za sanguini, kwa hiyo utajiita melanchosanguine na kadhalika. Kwa hiyo kujifahamu ni hekima. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo umejifunza, naomba ucomment chini uniambie umejifunza nini, lakini pia nitafurahia ukiniambia